wakati nakuja hapa nilimwambia Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri Mkuu kwamba ninaenda kwenye jimbo la Mheshimiwa Lusinde Mvumi, na akaniambia, na nikamwambia ninaenda sehemu inaitwa Idifu. Akasema wasalimie sana sana ndugu zangu wa Idifu. Dr. Biteko oye! Naibu Waziri Mkuu safi. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaletee salamu nyingi sana 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 kutoka kwa Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko. Ndugu zangu wa Idifu, leo nimekuja hapa kwa kweli. Mheshimiwa Lusinde mimi ni kakaangu sana. Lakini pamoja ni kakaangu, amenipita umri mkubwa kidogo, lakini ni rafiki yangu sana. Sasa wakati nimekuwa naibu waziri, kwa kweli alikuwa akauki kwenye kiti changu. Na mimi waga nina maswali karibia kila siku ya wiki, kwenye siku zote za bunge. Kwa hiyo alikuwa anakaa siti ya nyuma. Nikirudi kujibu maswali pale kwenye kiti changu, anakuja anakaa pembeni. Ananiambia, dada mdogo, vitongoji 6 vya Idifu vipi? Kipindi chote, muda wote, akawa ananiambia twende kule ukaone namna ambavyo wananchi wangu wana mahitaji ya masuala ya umeme. Mimi nikamwambia, kaka, usiwe na pressure. Usiwe na shida, tutaenda. Lakini siku ambayo mimi nataka twende ni siku ambayo miradi itakuwa imeanza kutekelezeka. Kwa hiyo kwa kipindi kile nikamwambia asubiri kwanza, tutafute miradi kwa ajili ya kuja Idifu. Lusinde oye! Ndugu zangu, wamesema hapa jimbo hili la Mvumi lina vitongoji 460. Katika vitongoji hivyo, amesema hapa Engineer Olotu, 295 vina umeme. Katika mradi wa vitongoji wa sasa hivi, kila mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameambiwa anapewa vitongoji 15. Na yeye mwenyewe atasema katika vitongoji hivyo 15 achague yeye mwenyewe umeme uende wapi. Kwa moyo mzuri wa Lusinde, kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na watu wa Idifu, ndugu zangu, katika vitongoji 15, katika jimbo lenye kata 22, katika jimbo lenye vitongoji vyenye vijiji 60, katika jimbo lenye vitongoji 460, akaamua katika vitongoji 15, 6 vije hapa Idifu. Lusinde oye! Jamani, hapa hata mwenye macho hawezi kuambiwa tazama, kwa sababu amewadhihirishia kwa matendo namna ambavyo anawapenda watu wa Idifu. Na mimi, kwa sababu mimi nakaa naye bungeni, na hata Mwenyezi Mungu anasema shahidi wa binadamu mwingine katika dunia hii ni binadamu mwenzake, ninamshuhudia leo juu ya mapenzi yake kwa kunihangaisha mimi kila siku, mheshimiwa, Idifu. Mpaka na mimi nikamwambia leo tutakuja hapo Idifu niwaone wananchi ambao unawapenda sana. Idifu safi. Jamani, kama mnampenda Lusinde nyosheni mikono juu namna hii. Lusinde oye! Mama Samia oye! Mama Samia safi. Jamani, viongozi wazuri hawapatikani mara zote. Hawapatikani siku zote ndugu zangu, sio? Kiongozi kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia hapatikani mara zote. Ndio sasa hivi tumempata, lazima tumshike mkono, tumuunge mkono. Kiongozi kama kakaangu Lusinde hapatikani mara zote. Tuendelee kumuunga mkono kwa maendeleo ya Mvumi na kwa maendeleo ya Idifu. Na mimi leo nimekuja kumshuhudia kwa kweli kwa ndugu zangu wa Idifu juu ya kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya kuwapigania nyinyi wananchi wake. Ndugu zangu, nimesikia hapa na nimeona mabango hapa nimeletewa, kuna vitongoji havina umeme, hamna umeme pia. Nimesikia vyote. Ndugu zangu, Tanzania hii ina vitongoji takriban 64. Ina vijiji takriban 12318. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, takriban vitongoji 4071 vilikuwa havina umeme. Lakini kwa mapenzi ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu anaelewa umuhimu wa umeme vijijini,
akasema ni lazima itakapofika 2025 kazi ya umeme kwenye vijiji iwe imemalizika. Mama Samia oye! Sasa ndugu zangu, sasa hivi tumemaliza kazi ya vijiji. Kazi ambayo imeanza kwa kasi kubwa sana ni kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji. Na ndio maana hata nyinyi wenyewe mnaona vitongoji 6 vinaletewa umeme kwa mara moja. Ndugu zangu, maendeleo ni hatua. Na vitongoji hivi, mahitaji haya yapo Tanzania nzima. Tunachoweza kuwaahidi, Mheshimiwa Rais ni kinara wa masuala ya nishati. Sio tu nishati safi ya kupikia peke yake. Anapenda miradi ya umeme. Ndio maana kila siku anatafuta fedha ili tuendelee kupeleka umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo kwa sasa ndugu zangu, miradi ya vitongoji inaendelea. Tunayo takwimu ya vitongoji vyote ambavyo havina umeme. Mnashangaa ile ndege. Nani anataka nimpandishe pale? Aone. Mnaogopa? Haifanyi kitu, inapiga picha tu. Sawa sawa. Aliyesema anaogopa tukiondoka hapa nitakupandisha uone raha ya kupanda pale. Idifu oye! Idifu safi. Kwa hiyo ndugu zangu, msijali, inapiga picha tu, inachukua na video. Mama Samia amejidhatiti kuendelea kuleta umeme vitongojini. Kwa hiyo vitongoji vyote ambavyo havina umeme ndugu zangu tunavifahamu na tutawaletea umeme. Ni kwa sababu tu miradi hii lazima itekelezeke awamu kwa awamu. Lakini msiwe na shaka, kama tumemaliza vijiji tutamaliza na vitongoji vile vile. Ni kwa sababu tu ni lazima viende awamu kwa awamu ndugu zangu. Kwa vile vitongoji 5 ambavyo vinabaki katika kijiji hiki, niwahakikishie, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuja nimeona, tutaweka kwenye mipango inayokuja na wenyewe watapata umeme. Lakini katika kata hii pia kuna vijiji vingine na wenyewe niwahakikishie ndugu zangu wataendelea kupata umeme. Tutaleta miradi na mtapata umeme awamu kwa awamu. Sasa ndugu zangu, si wote mmefurahi habari ya kupata umeme kwenye vitongoji 6 vya Idifu? Aliyefurahi anyoshe mkono juu. Mmefurahi ndugu zangu, si ndio hivyo? Mambo mazuri haya mnayoona yanatokea. Wapo watu ambao wanaumiza vichwa kutafuta fedha ili miradi iweze kufanikiwa. Na namba moja ya huyo mtu ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, katika miaka hii 5, nyewe wenyewe ni mashahidi. Mmeona namna ambavyo miradi ya umeme inatekelezeka kwa kasi. Uongo kweli? Si kweli ndugu zangu? Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anawapenda wananchi wake. Itakapofika Oktoba ndugu zangu, twendeni tukamvishe mataji Mheshimiwa Rais. Mataji ya shukrani, mataji ya kumtia moyo na mataji ya upendo, kwamba tunamtia nguvu aendelee kututafutia fedha kwa ajili ya vitongoji vingine vingi kuendelea kupata umeme. Tumeelewana ndugu zangu wa Idifu? Mama Samia oye! Kwa hiyo tusifanye makosa. Rais wetu ni Mama Samia na mbunge wetu ndugu zangu ni Mheshimiwa Silinde. Silinde oye! Lusinde, sorry. Lusinde na Silinde wote ni kaka zangu. Silinde ni naibu waziri wa kilimo. Alafu nimeongea naye asubuhi leo. Kwa hiyo nina confuse majina. Lusinde oye! Kwa hiyo ndugu zangu, mbunge wetu ni Lusinde na rais wetu ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekubaliana jamani? Nawashukuru sana. Sasa nimemsikia hapa Mheshimiwa Diwani anaeleza kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo ziko hapa. Ameeleza kuhusiana na hichi kijiji cha Ng'anga. Tumekichukua kama ambavyo nimesema pamoja na vitongoji. Nimekichukua pamoja na vitongoji vingine ndugu zangu, tumesikia. Tutaenda kuviweka kwenye mpango kwa ajili na wao kupata umeme. Nimemsikia pia Mheshimiwa Diwani akisema umeme hafifu kwenye visima, jambo ambalo pia limetiliwa mkazo na mbunge wenu. Sasa niwaelekeze TANESCO watafute namna ya kuongeza hapa uwezo wa transformer kwa ajili ya visima hivi na pampu hizi, ili wananchi hawa waendelee kupata maji ya uhakika. Mimi pia ni mwanamama
ninaelewa umuhimu wa maji kwa kina mama wenzangu. Kwa hiyo TANESCO tuwapunguzie mateso kina mama wenzangu hawa. Mwezi wa 5 mtafute bajeti, muongeze uwezo wa laini, mweke transformer kubwa, pampu za maji ziweze kuwapa wananchi hawa maji ya kutosha. Kwa hiyo ndugu zangu, nimepokea, tutalifanyia kazi. Swala la maji kwa kweli ni ajenda ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mwanamama ndoo kichwani, na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, na sisi hatutamkwamisha kwa ajili ya kuhakikisha mnaendelea kupata maji ya uhakika. Pia Mheshimiwa Diwani ameniambia nimfikishie Mheshimiwa Rais asante kwa miradi ya maendeleo, na kwa kweli nitafikisha. Kabla sijamaliza, naomba nishukuru. Kwa kweli mmejitokeza kwa wingi sana sana sana. Nawashukuru sana kwa upendo wenu ndugu zangu wa IDIF. Mungu awabariki sana. Najua mmekaa muda mrefu kutusubiri, na mimi ninawapenda kwa upendo ambao mmenionyesha. Asanteni sana ndugu zangu. Lakini pia ninashukuru kwa zawadi. Mmenipa mbuzi mweupe anayefanana na suti yangu. Utadhani mlijua kwamba leo nitakuja nimevaa suti nyeupe. Nawashukuru sana kwa zawadi. Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo ndugu zangu, mimi ninawashukuru sana. Nataka niwaahidi, serikali inafahamu changamoto za umeme ambazo zipo kwenye vitongoji, zipo kwenye vijiji. Na sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunaendelea kuleta umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo kwa hilo tunaomba sana muendelee kuiunga mkono serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Muiunge mkono serikali yetu inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yenyewe ndiyo ambayo itaendelea kutuletea maendeleo katika jimbo la Mvumi pamoja na hapa IDIF. Mama Samia oye! Mheshimiwa mbunge wetu Lusinde oye! Na nyinyi watu wa IDIF oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. Mkoa wa Dodoma ni mkoa wa kimkakati, na Mheshimiwa Rais kupitia Wakala wa Nishati Vijijini ametoa shilingi bilioni 96.8 kwa ajili ya kupeleka miradi ya umeme vijijini. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa huu na vitongoji 580 na vitongoji vyote 580 vimefikiwa na miradi ya umeme. Vijiji vyote 580 vimefikiwa na miradi ya umeme. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, mkoa pia na vitongoji 3212 na vitongoji 1773 vina umeme, lakini pia kuna mitaa 258 na mitaa 225 kati ya hiyo tayari imefikisha umeme. Kazi ya kupeleka umeme vijijini inaendelea, vitongojini inaendelea, na hivi sasa Mheshimiwa Naibu Waziri, tuko kwenye ngwe ya vitongoji. Na kwa jimbo hili la Mvumi tuna jumla ya kata 22, tuna vijiji 60, vijiji 60 tumemaliza vyote vina umeme. Tuna vitongoji 460 ambapo vitongoji 295 tayari vina umeme, na kuna vitongoji 15 ambavyo vipo kwenye mradi huu ambao tunauzindua leo. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa taarifa tu, jimbo hili ndio jimbo la kwanza au kijiji cha kwanza kuwashwa Tanzania kwa mradi huu wa vitongoji 15 kwa kila jimbo. Hii maana yake mna mbunge mmoja mahiri sana. Pamoja na kugundua siri ya kuitwa kibajaji, leo pia nimegundua ana watu. Na hiyo maana yake mnaijua. Mheshimiwa Naibu Waziri, pamoja na hayo vitongoji 15 tuna vitongoji vingine 29 ambavyo ni mradi fuatilizi wa umeme vitongojini awamu ya pili B. Mradi huo tayari tumetangaza na hivi sasa wakandarasi wanajaza yale makabrasha ya zabuni ili kuweza kupata tenda na kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 12.522 kwa ajili ya jimbo la Mvumi kupeleka umeme vitongojini na vijijini. Na kazi hiyo kwa rahisi, lakini kwa umahiri wa mbunge mlie naye tumeweza kutoa fedha hizo, na kuna jumla miradi 5 ambayo inatekelezwa na mingi na usisha umeme vitongojini, ambapo ndio eneo kubwa ambalo limebaki halijapatiwa vitongoji. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kuwa kuna mkuu wa wilaya pia naye ni mmegee kwa wilaya yake, Mheshimiwa Naibu Waziri, ambapo wilaya Chamwino na vijiji 107 na vijiji vyote 107 vimefikiwa na miradi ya umeme, lakini na vitongoji 815 ambapo venye umeme ni vitongoji 494 na ambavyo havina umeme ni vitongoji 321. Mheshimiwa Naibu Waziri, vitongoji hivi 321 kati ya hivyo vitongoji 51 vipo kwenye mradi huu ambao tumeutangaza sasa hivi, na vitongoji 270 ambavyo vimebaki tumevibeba mwaka ujao wa fedha 2026/27 tutaviweka kwenye mpango na tutapatia umeme. Lengo la serikali ni ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote nchini viwe na umeme. Yaani maana yake Mheshimiwa Kibajaji anaporudi tena kuwaomba kura ya 2030
itakuwa issue sio umeme tena au sio vitongoji tena, labda ni umeme kwenye nyumba kwa nyumba, lakini matatizo mengine ambayo yatakuwa sio ya REA. Mihanyenyi. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa mengi nimesema, nimesaidiwa na ndugu zangu wa kundi la wanawake na Samia. Naomba kwa sababu ya muda niishie hapo.